Kamanda wa zamani wa Israel wa ulinzi wa anga amesema kwamba Irani inatisha kwenye masuala ya makombora na kijeshi. Tel Aviv. Kamanda wa zamani wa mitambo ya ulinzi wa anga wa utawala wa Kizayuni wa Israel ameielezea Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa ni moja ya madola makuu duniani kwa upande wa masuala ya anga na ulimwengu wa makombora, na akasema Tehran itailenga Tel Aviv iwapo Marekani itafanya shambulio lolote kwenye nchi hiyo ya Iran. Gazeti la Kizaluni la Maariv limemnukuu Brigadia Jenerali Ziv Haimovik, kamanda wa zamani wa mitambo ya ulinzi wa anga ya Israel, akithibitisha kuongezeka kwa uwezo wa kijeshi wa Iran katika miezi ya karibuni, akielezea ukweli wa mambo umezidi kuwa tata mno, kwa sababu katika uga huu matokeo yake ni mengi. Kuna upande mwingine pia, na mimi kimsingi ningependekeza kwamba haifai kuwadogosha maadui zetu, hususan katika ulimwengu wa makombora na anga za mbali. Katika ulimwengu huu wa Irani ni miongoni mwa madola makuu. Akielezea jinsi Irani ilivyojikita katika uzalishaji wa makombora, Jenerali Haimovik amesema baada ya vita wao waligundua kwamba kama kuna kitu chenye ufanisi basi kitakuwa ni makombora. Kwa hivyo walirudi kwenye uundaji wa makombora. Kwenye uundaji wa makombora, wana makombora yanayolenga shabaha kiusahihi. Kuhusu uwezo wa makombora wa Irani, Haimovik ameongeza kwa kusema kulikuwa na idadi kubwa ya makombora kabla ya vita na baada ya vita yameongezeka mengine. Jenerali huyo wa zamani wa jeshi la utawala wa Kizayuni ameendelea kueleza changamoto kuu ni kukabiliana na kiwango hiki kikubwa. Kwa hivyo mimi nadhani tulichokiona mwezi Juni kwa upande wa kiwango kinaweza kurudiwa tena kwa kiwango sawa na kile. Haimovik amemalizia kwa kusema tumeuona uwezo wao. Wao wana uwezo wa kumimina mvua ya makombora kutoka Haifa hadi Beersheba kwa lengo la kulemaza kwa kiwango kikubwa maisha ya kila siku ya Waisrael. Hatua hii ya kamanda wa Israel kukiri kwamba jeshi la anga la Irani liko vizuri sana linathibitisha kile ambacho Irani walikifanya katika vita ya siku 12 dhidi yake na Israel, lakini pia kinaakisi kile ambacho Irani wanakisema kwa sasa: kama watashambuliwa, wao hawatokuwa wanyonge bali watalipiza kisasi, na ulipizaji wao kisasi hautajali wameshambuliwa kidogo kiasi gani, lakini watahakikisha wanaifanya vita ya muda mrefu ambayo huenda mwisho wake ikaiacha dunia kwenye hasara kubwa, ukizingatia Irani ipo sehemu muhimu sana ya kimkakati haswa kwenye biashara ya mafuta ambayo bara la Ulaya na sehemu zingine duniani zinategemea mafuta hayo kupita huko. Kwa asilimia 24 biashara ya mafuta duniani yanategemea njia ambayo Irani wanaweza kuizuru. Endelea kubaki Makumba International News kwa ajili ya habari za uchumi, siasa za kimataifa pamoja na teknolojia.